Mambo gani itakiwa tuyafanye? Jambo la kwanza, kila mmoja akalifanye kibidi leo. Jambo la kwanza kubwa ndani ya Ramadhani, na hii ni siri ya Ramadhani, na atakayelifanya jambo hili kwanza aelewe ugumu wa maisha hana, na litamtosha mpaka Ramadhani ijayo. Sawa, tusemeni inshallah. Ukitaka mambo yako yawe hivi ndani ya Ramadhani, jambo la mwanzo, at'imu ja'ian. At'imu ja'ian, mlishe mwenye njaa, walishe watu. Na watu wa mwanzo kuwalisha, hili nalirudia mara nyingi sana na nitalisema inshallah hutuba ya Ijumaa. Wa mwanzo kuftari nao ili ufungue haraka sana mambo, wazazi wawili. Isiishe Ramadhani hujafuturu na mzazi wako. Jamani, mtu yoyote mwenye tabia ya kulisha watu, huyu ni mtu mkubwa. Na wazazi hawa kama hivi sasa hawapo, endelea kuwafutarisha chakula chao, yani kama wamekufa wana chakula chengine. Miezi hii mitukufu roho zao zinakuja katika majumba, katika madirisha, zikichungulia majumbani kwamba fulani nikumbuke na mimi, basi niko huku na kusubiri wewe. Anataka mzazi wako mtilie dua. Hivi sasa uweze ukajua yuko na hali gani huko, na kila marehemu huondoka akiwa na furaha kwamba nimekumbukwa bwana, nimepata changu mimi. Lakini yeye kaja hapo anasimama, anaonekana hagaiwi, malaika mbele, twende ukale adhabu. Wewe huna mtoto, wewe hana fadhila, huyu ni mtoto huyu. Huyu si mtoto huyu. Hawa wazazi wamepitia mengi sana kwetu. Kuna msemo mmoja asema, fadhila mfadhili mbuzi, lakini binadamu ana mauzi makubwa. Unajua tunawaudhi wazazi tukiacha kuwatilia dua. Maana mzazi anakuhitaji akiwa hai na hata akiwa amekufa anakuhitaji sana, na ni dhulma kubwa kama mpaka sasa mzazi wako hujamtolea sadaka. Na Ramadhani hii Mtume alimwambia mtu, tasaddaka anha, mtolee sadaka mzazi. Huu ndo wema. Asokumbuka wazazi wake, naye akifa hatopata taufiki ya kukumbukwa na yoyote. Unaweza ukamuopoa huko aliko, unaweza ukakuta sala zake zilikuwa za shida. Hizi kul huwallahu zako unazozidharau, hii kumtajataja kwako unaokudharau, ukamweka sehemu iliyokuwa salama, atakushukuru na shukurani yako utaikuta kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wameondoka wazee hawa, wamekulia madeni, hawana raha kwa ajili yetu tu sisi. Hivi sasa tuwalee, tuwahurumie, tuwatetee. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi bado ya kutenda wema kwa mzazi akiwa hai, hata akiwa amekufa, hasa ndani ya Ramadhani. Hili litafungua maisha, kulisha, kulea wazee.